Na anasema ya kwamba yeye kuna vitu ambavyo alivijua baadaye na ambavyo ni kuhusiana na masuala ya religion, masuala ya kidini. Na anasema hii nilijua baadaye, lakini kikubwa zaidi ambacho nafikiri kilinigusa kutoka kwa huyu muunda maudhui ambaye ni mchezaji ama ni dansa, alisema ya kwamba kuna vitu ambavyo religion haijawahi kumjibu, na anasema there's a lot of hypocrisy kwanza katika masuala ya religion according to him, na akasema ya kwamba akaulizwa mahali ambapo uko leo, wacha tumweke Tile kando kabisa, mahali ambapo uko leo Mainman Rio, mahali ambapo uko Sugar Boy leo, mahali ambapo uko Solomon Zuli, mahali ulipo leo our able producer Dorcas, utaweza kusema ni nini imekupeleka hapa mahali ulipo leo Mainman Rio? Let me ask you kabla sijagusa hiyo point yake, wapi kumenipeleka wapi, where you are today, why you maisha kimaisha, uko hapa kwa sababu gani? Mimi utajibu nini? Uko hapa kwa sababu gani? Ni God. Are you sure? Yeah, of course. Yani si kwa uwezo wangu, mimi nitasema, si kwa janja wangu, mimi nitasema ni cycle of life. Yeye alikuwa anasema ya kwamba hii tuache kujificha hapa, tujipake sijui nini. Uko hapa leo Mainman Rio, uko hapa Sugar Boy kwa sababu ya bidii yako. Yes, yani naweza sema ile bidii ambayo nimeiweka. Unajua hivi ni vitu ambavyo we are very uncomfortable with. Ni God sijui nini. Uko hapa leo Mainman Rio, uko hapa Sugar Boy, hata mimi niko hapa kwa sababu nimefanya bidii, ndio maana niko hapa. Kwa hivyo acknowledge Mungu kokote vile. I followed hiyo talk ya Tile Pakabo, na sita beat around the bush kama ndugu yangu zaidi. Kitu ambacho alikuwa anasema yule Tile Pakabo, he does not believe in God. He does not believe in religion, by the way. Yeye ni atheist, wanaitwa atheist, ndio. Kwamba yeye haamini kwamba ni Mungu ndiye ambaye amemsaidia kufika alipo. Anaamini ni uwezo wake, bidii yake, kujituma kwake. Akaulizwa na watoto, uoni kama ile ni baraka kutoka kwa Mungu? Akasema hapana, si baraka, watoto ni responsibility ya kwamba ni washughulikie. Na yeye haamini kuhusu Mungu sana. Na kitu ambacho kilinishangaza ni kuona kwamba kuna a very large number of people ambao wana backup sentiments zake. Ili nishtua zaidi. Maana baada ya hiyo pia niliona video nyingine ya Pastor T, Mr. T akiabudu kwa kutembea jiji la Nairobi, akilitakasa ile ikiwa ni kama procession. Wanatembea pale wakiimba, wakiongea ile tongues, shala bala bala nini vile. Na kwenye comment section a huge number of Kenyans were like, no, hii ni colonization ilitufanya. Hapa kwa religion mzungu naye ndo alituweza zaidi. Kwamba wewe jamani, hizi shida hazitatatuliwa na maombi, litufanye kazi. Wengine walikuwa anaandika pale, you elect bad leaders then back to prayers. Hatimsaidiki, haiwezi hivyo. Yani watu wengi, a good number of Kenyans, it came to my mind pia kuona kwamba a huge number of the young people especially, they don't believe in religion.